Katika nyakati za kale, kabla ramani za kisasa hazijachorwa, ardhi ya Kyaya ilikuwa imegawanyika katika falme na himaya ndogo ndogo za kiutawala zilizojengwa juu ya misingi ya mila, heshima na elimu ya maisha. Hizi zilikuwa falme zenye ngome za utawala, si ngome za mawe pekee, bali ngome za fikra, nidhamu na busara. Miongoni mwa falme hizo zilizojulikana ni Karagwe, Kiziba, Yangiro na Kyamtwara. Kila moja ilikuwa na utambulisho wake, lakini zote ziliunganishwa na damu ya Buhaya. Ngome ya Karagwe, simulizi humtaja kwa heshima kubwa Mkama Rumanyika, kiongozi mashuhuri aliyesifika kwa hekima, diplomasia na uwezo wa kuunganisha watu. Ngome yake haikuwa mahali pa hofu, bali mahali pa mashauriano. Ndipo wageni hata kutoka falme za mbali walipokaribishwa kwa heshima na kusikilizwa kwa busara. Lakini pia Kyamtwara ilikuwa mojawapo ya falme zenye ngome thabiti za kiutawala katika eneo la Kyaya, ikijulikana kwa nidhamu, ulinzi wa ardhi na utii wa mila. Ngome hizo na nyingine nyingi zilijulikana na kuimarika kutokana na ulinzi imara wa mipaka ya ardhi dhidi ya wavamizi, kuhakikisha mila za urithi na ndoa zinafuatwa kwa ukamilifu na kuheshimu baraza la wazee kama chombo cha juu cha maamuzi. Ngome hizi zilihifadhi hazina ya utamaduni, ngoma, silaha za jadi, magara ya vyakula na kumbukumbu za ukoo. Hizi falme ziliinuka kwa sababu palikuwepo na usalama. Kwanza, usalama wa chakula. Watu walishiba, watu walikula wakashiba. Ndio maana Wakama walikuwa ni rahisi kuwaongoza. Wakati mwingine kuongoza mtu anayekuwa na njaa ni shida, lakini hawa walishiba sana, na hiyo ikasaidia usalama wa chakula. Mtoto aliyekuwa karibu na ngome alikuwa akijifunza maana ya uongozi mapema, kwamba uongozi ni kutumikia. Chimbuko la heshima ya Mwaya lilianzia nyumbani. Heshima haikulazimishwa, ilifundishwa. Mtoto alifundishwa kusalimia kwa adabu, kukaa kwa staha mbele ya wakubwa na kunyamaza pale hekima inapozungumza. Lugha ya Kyaya yenyewe ilibeba heshima. Maneno yalichaguliwa kwa uangalifu, sauti ikadhibitiwa. Mtu aliyekiuka heshima hakuharibu jina lake tu, bali aliitia doa familia na ukoo mzima. Lakini kuna nguzo nyingine iliyoinua heshima ya Waya zaidi: kusoma na kuthamini maarifa. Waya waliheshimu sana watu wenye elimu, iwe ni elimu ya jadi au kisasa. Zamani mtu aliyekaa karibu na wazee akajifunza historia, tiba za asili, mila na nasaba, alihesabiwa kuwa msomi. Baadaye elimu ya shule ilipoanza, Waya walikumbatia kama nyenzo ya kulinda na kuendeleza heshima yao. Ndiyo maana kwa muda mrefu Mwaya aliyesoma alionekana kama mwakilishi wa kabila zima, akitembea na heshima ya watu wake mabegani. Iliyoinua mkoa wa Kagera hasa kwenye karne ya 19 na kuendelea, baada ya ujio wa koloni na wazungu pamoja na mambo mengine, ni walituletea elimu. Elimu ilisaidia sana katika kuinua uchumi wa Kagera. Wana Kagera wali-embrace elimu, wakasoma sana mpaka wakaitwa nshomire. Matokeo yake akaenda kufanya kazi, ukaingiza kipato cha ziada kwenye uchumi. Elimu tuizingatie. Katika vyakula vyao, katika ngome zao za utawala na katika elimu yao, Waya walijenga utambulisho thabiti. Huu utambulisho au kuachwa ufe. Leo kupitia tamasha la Ijuka Umuka, urithi huu unafufuliwa kwa nguvu mpya. Tamasha hili hukusanya simulizi za wafalme, kumbukumbu za machifu, maonyesho ya vyakula vya asili, ngoma na mijadala ya kizazi kwa kizazi. Ni mahali ambapo kijana anajifunza kuwa heshima haijaanza leo, na kwamba yeye ni mrithi wa ngome ya kihistoria. Kiukweli tumefunzwa mengi. Kuna mambo mengi mimi mwenyewe pamoja na ukubwa wangu nimekutana nayo hapa. Kwa hiyo utamaduni wa Kagera, utamaduni wa Muhaya hautaisha leo kesho. Nani anaweza akatufungua macho vijana, hasa vijana ambao wanachipukia hivi leo, ni kuja kushiriki kwenye tamasha kama hili, kuona mambo mbalimbali ambayo yanaendelea hapa. Hili ni tamasha la msingi sana na linatukumbusha kuendelea kupenda asili zetu, mavazi, lakini pia kuijua historia ya tulikotoka sisi kama Wahaya, lakini pia hata asili nyingine. Kwa hiyo tamasha la namna hii la kiasili ni la msingi sana kwa vijana kujua tulikotoka, ndipo tutajua umuhimu wa tunakokwenda. Wananchi wa Kagera hakika na waasa kwamba tukumbuke hata kule kwa wazee wetu walikotoka tangu enzi zile za zamani. Hakika vyakula hivi bado tunavitumia
ni vyakula tulivyoachiwa na wazazi wetu, hivyo tuendeleze kuvitumia, kwani vilikuwa ni lishe nzuri hata kwa wazee wetu waliotangulia. Ijuka Umuka inahimiza kizazi cha sasa na kijacho kurithi mila kwa kuelewa, si kwa kulazimishwa, kujua chimbuko la ngome, kuwatambua machifu waliopita, kuthamini elimu na kuenzi heshima. Haya yote ni mawe ya msingi ya kuimarisha kabila la Wahaya. Tamasha hili la utamaduni la Ijuka Umuka linaendelea kuonesha kuwa Wanakagera ni watu wanaoendelea kuthamini, kuenzi na kujivunia mila, desturi na utamaduni wao. Pia kupitia tamasha hili, mkoa wetu umetangazwa vema katika vyombo mbalimbali vya habari na social media. Hongereni sana Wanakagera, hongereni sana wanahabari. Mimi ni Arnold Kelembo na hii ni TNTV. Usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment.